wakandarasi wanashindwa kufanya kazi, miradi inadorora, barabara huko mnaona hazikamiliki kwa wakati, lakini sababu kubwa ni serikali kushindwa kuwalipa hawa wakandarasi na wazabuni. Na mfano ni barabara ya Rufiji Mtwara ambayo mpaka sasa imesimama kabisa, lakini sababu kubwa ni kwa sababu hawa wakandarasi hawajapata pesa zao. Mwisho, serikali iweke mfumo mzuri wa kutoa huduma kwa wakati ili kuwasaidia kukuza shughuli zao na hivyo kuongeza ajira na kuondoa umasikini kwa wananchi. Lakini ACT Wazalendo tunaitaka serikali iweke mpango mahususi wa kulipa madeni ya nyuma kupitia hati fungani. Hii itasaidia wasiweze kukwepa katika ule mpango wa bajeti, itasaidia ili wasikwepe kwenye mipango ya bajeti ya kila mwaka. Kwa hiyo ACT Wazalendo tunaendelea kusisitiza kwamba ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wakandarasi, wazabuni wanalipwa pesa, na hichi kiasi ambacho kinapotea kama riba ni kiasi kikubwa ambacho kama kingeshuka huko kwa wananchi kingeweza kuwasaidia hawa wanyonge na walawahoi wa Kitanzania. Lakini katika hoja nyingine ambayo tunaitazama CAG ameibua ni serikali kuendelea kutokulipa malimbikizo ya wafanyakazi na pensheni. Katika uchambuzi wa CAG wa mwaka 2023-24 ameonyesha serikali inaendelea kukalia fedha za malimbikizo mbalimbali ya wafanyakazi na fedha za pensheni hazipelekwi kwenye mifuko kwa wakati, na tunaona serikali haijalipa malimbikizo kiasi cha shilingi bilioni 299.3. CAG ameeleza mamlaka za serikali za mitaa na serikali kuu zimekuwa zikizuia fedha halali za watumishi zilizotakiwa kuzipata kama malimbikizo ya mishahara ya wafanyakazi, kupandishwa madaraja, stahiki za wastaafu na posho ambazo ziko kisheria kama vile likizo, kujikimu, safari na uhamisho. Na hapa tunaona changamoto kubwa katika huko kwenye halmashauri zetu. Wako watu ambao amestaafu ana miaka 4 lakini anadai fedha ya mizigo. Fedha ya mizigo kwa mfanyakazi kwa mstaafu iko kisheria, iko kikatiba. Maana yake kama leo mtu kituo cha kazi alikuwa Kigoma lakini alitokea Sumbawanga amestaafu, sheria anapaswa apewe pesa yake ya mizigo. Lakini kuna wafanyakazi huko kwenye halmashauri miaka 4 amestaafu, lakini serikali imeshindwa kumpa pesa zake za mizigo na bado yuko kwenye eneo. Maana yake ni kwamba tunatunga sheria ambazo serikali wanashindwa kuzisimamia. Kutokulipwa fedha hizo ni kinyume na kanuni ya utumishi wa umma inayoelekeza mfanyakazi yoyote wa serikali pale anapopandishwa daraja au kuteuliwa kwenye nafasi anayostahili kuacha kulipa madeni hayo inapelekea kushusha morali ya watumishi na kuondoa ufanisi katika utendaji na kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo ACT Wazalendo tunaisisitiza serikali, swala la wafanyakazi kupata stahiki zao sio ombi, ziko kikatiba, ziko kisheria, kwamba mtu amehamishwa kituo basi apewe pesa yake ya uhamisho, apewe pesa yake ya mizigo. Lakini huko leo kuna mtu amehamishwa mpaka vituo 3 lakini serikali imeshindwa kumpa pesa yake ya uhamisho. Na tunatunga sheria, tunasema haya mambo yako kisheria, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi inashindwa kuwajali hawa wafanyakazi. Tunasubiri wakati wa kupiga kura tuwatumie kwenye wizi wa kuiba kura. Sasa tunawataka serikali ya Chama cha Mapinduzi iwajali wafanyakazi. Kama mtu amestaafu, muda wake umefika, apewe stahiki zake. Lakini kumwacha miaka 4-3 anakwenda kudai halmashauri pesa ya mizigo, akienda majibu anayopewa kwamba hatujapata usiku. Sasa swali la kujiuliza, ina maana serikali yetu haijui kwamba mwaka fulani tutakuwa na wastaafu kadhaa? Haijui kwamba tuna watu wamehamishwa kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine ambacho kisheria wanatakiwa walipwe pesa ya mizigo, walipwe pesa ya uhamisho? Kwa hiyo sisi tunawasisitiza kwamba walipe pesa hizo kwa watumishi haraka iwezekanavyo. Lakini jambo lingine, CAG ameonyesha
kiasi cha bilioni 4.73 za wafanyakazi kutopelekwa kwenye mifuko ya pensheni. Sote tunajua wafanyakazi wanapofanya kazi ni kisheria na kikatiba kabisa kwamba kila mwezi pesa yake kutoka kwenye mshahara wake ipelekwe kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Lakini licha ya serikali kutokulipa mapendekezo, malimbikizo na stahiki nyingine za wafanyakazi, CAG ameendelea kuthibitisha na kuonyesha kwamba CCM na serikali yake kutokupeleka fedha za wafanyakazi kwenye mifuko ya pensheni, hali hiyo inachangia usumbufu mkubwa kwa hawa wafanyakazi. Kwa hiyo sisi tunaitaka serikali, muda umefika, mtu amechangia pesa yake ipelekwe kwenye hii mfuko, kwa sababu ni haki yake na ipo kikanuni na ipo kisheria, ni jasho lake. Kwa hiyo tunaisihi sana hii michango iweze kwenda kwa wakati. Na ACT Wazalendo tunaendelea kuona kwamba serikali imeendelea kuwatupa na kuwapuuza wafanyakazi wake. Tunaitaka serikali kuchukua hatua zifuatazo kwa haraka. Moja, tunataka serikali iwaheshimu watumishi na wastaafu, kuwatendea haki, iwape malimbikizo na stahiki zao zote kwa wakati, na ipeleke fedha za watumishi zinazokwenda kwenye mifuko ya jamii haraka iwezekanavyo. Lakini pili, tunataka wafanyakazi watumie vyama vya wafanyakazi kudai haki zao, wasikubali vyama vya kutetea haki na maslahi yao vitafune pesa zao huku vikifumbia macho kusiginywa kwa haki zao. Wafanyakazi wasikubali vyama vyenu kugeuzwa vijiwe vya kahawa. Na hapa tuendelee kusisitiza vyama vya wafanyakazi wasimame na maslahi ya wafanyakazi, lakini sio kusimama na kusema hali iko shwari kuifurahisha serikali ya Chama cha Mapinduzi wakati wafanyakazi wanateseka na hali ni mbaya. Kwa hiyo wasimame kama watetezi wa hawa wafanyakazi. Lakini hoja ya sita ambayo CAG ameionyesha katika uchambuzi wake ni hujuma. Hoja nyingine ambayo tunaiona CAG ameweza kuisimamisha, kuielezea ni hujuma na usimamizi mbovu wa mashirika ya umma. Sote tunajua namna ambavyo mashirika ya umma katika nchi yetu, katika taifa letu, mengi yanaongozwa kwa hasara. Katika ripoti hii, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG kila mwaka amekuwa akibaini mapungufu makubwa katika mashirika ya umma, ikiwa ni pamoja na hasara, ubadhirifu katika manunuzi, usimamizi wa mapato, matumizi, mikataba na uendeshaji mbovu wa mashirika yetu. Kwa sehemu kubwa, watumishi katika mashirika haya wanakosa weledi, utaalamu, kwa kuwa watendaji wakuu na wenye viti wa bodi wamekuwa wakipatikana kwa kujuana na kuteuliwa na rais ama waziri. Serikali ya CCM imeshindwa kuendesha hata mashirika ya umma ambayo hayana haja yoyote ya kupata hasara. Kitu pekee inachoweza ni kuwaza na kuyauza, kubinafsisha mashirika haya. Sisi ACT Wazalendo tunasema kushindwa kuendesha mashirika haya ni kielelezo cha kushindwa kwa kuendesha serikali. Kwa taarifa hii ya CAG katika mashirika ya umma, tunaiambia umma kuwa CCM imechoka na inapaswa kuendelea. Katika ripoti yake CAG 2023-24 anatoa mfano wa mashirika ya umma 11 ambayo yanaongozwa kwa hasara ya bilioni 403.6. Yote ni mashahidi hali ambayo Watanzania wako nayo sasa. Watanzania wana maisha magumu sana. Miundombinu ya barabara ni mibovu, huduma za afya huko vijijini ni mbovu, ajira kwa vijana ni changamoto. Lakini leo kila tunaposoma ripoti ya CAG anaonyesha namna ambavyo haya mashirika yanaipa hasara, na hizi pesa sio pesa za serikali, ni pesa za walalahoi wa Kitanzania ambao wanalipa kodi, ambao wanapambana katika biashara mbalimbali. Sasa tunaona mashirika ambayo CAG anatuonyesha kwamba kiasi hicho cha pesa imekuwa ni hasara katika uendeshaji wake, ambapo tunaona kwa mfano kiwanda cha dawa Keko bilioni 1.84, shirika la masoko Kariakoo bilioni 1.45,
Kampuni ya uendeshaji wa jotoardhi Tanzania bilioni 1.34, katika kituo cha uendeshaji cha APS bilioni 6.73, soko la bidhaa Tanzania milioni 561. Lakini tunaona pia shirika la reli Tanzania bilioni 224.59, kampuni ya ndege bilioni 9.18, shirika la mawasiliano la Tanzania bilioni 27.78, shirika la posta Tanzania bilioni 23.94, lakini kampuni ya Mkulazi bilioni 19.04. Hizi ni pesa nyingi sana ambazo zimekuwa zikipotea katika mashirika yetu ya umma, ambazo kila CAG anapokuja kusoma ripoti lazima tuone mashirika ya umma